Taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Juni 8, 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC. Mechi namba 189 TRA United 2, Mtibwa Sugar 1. Mchezaji wa Mtibwa Sugar Magata Fredrick amefungiwa michezo mitano na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurudi uwanjani na kuwa sehemu ya mchezo licha ya kufanyiwa mabadiliko na timu yake. Magata alifanya tukio hilo sekunde chache baada ya kufanyiwa mabadiliko, na alipoona timu yake ikishambuliwa alirudi uwanjani, hivyo kufanya wachezaji wa timu ya Mtibwa kuwa 12. Baada ya shambulio hilo, Magata alitoka nje huku akijificha nyuma ya wachezaji wa timu yake ili asionekane na waamuzi. Kosa hili ni kinyume na kanuni ya 17 ibara ya 30 kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 ibara ya 5 ibara ndogo ya 5.6 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Klabu ya TRA United imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kocha mkuu wa klabu hiyo Etienne Ndairagije kutohudhuria kwenye mkutano wa waandishi wa habari siku moja kabla ya mchezo bila ya kutoa taarifa, na badala yake alifika kocha msaidizi kinyume na kanuni ya 17 ibara ya 58 kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 62 kuhusu taratibu za mchezo. Mchezaji wa Coastal Union Meshak Abraham amefungiwa michezo mitatu kwa kosa la kumchezea mchezo usio kiungwana rafu mchezaji wa Simba Anicent Aura na kuhatarisha usalama wake. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 ibara ya 5 udhibiti kwa wachezaji. Mechi namba 193 TRA United 1 Fountain Gate 2. Klabu ya TRA United imetozwa faini ya shilingi milioni 11 kwa kosa la kocha mkuu wa klabu hiyo Etienne Ndairagije kutohudhuria kwenye mkutano na waandishi wa habari siku moja kabla ya mchezo bila kutoa taarifa, na badala yake kuwakilishwa na kocha msaidizi kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 58 kuhusu taratibu za mchezo. Hili ni kosa la kujirudia kwa kocha huyo, ambapo licha ya klabu hiyo kukumbushwa kuhusu utekelezaji wa kanuni hiyo, bado kocha huyo hakuhudhuria mikutano hiyo kwenye michezo mitano mtawalia. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara 62 kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 197 Simba Sports 1 Dodoma Jiji FC 0. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mtoto mwokota mpira kuchukua chupa za maji zilizokuwa pembeni ya goli la Dodoma Jiji na kumwaga maji yaliyokuwa ndani ya chupa hizo na baadaye kuondoka na taulo la mlinda mlango wa Dodoma Jiji. Baada ya mtoto mwokota mpira kuondoka na taulo hilo, mlinda mlango huyo na mchezaji Andy Bikoko walifuata wakimtaka kurejesha taulo hilo, lakini baadhi ya washabiki wa klabu ya Simba waliokuwa karibu na eneo hilo walianza kurusha chupa zenye vimiminika kwa wachezaji hao wa Dodoma Jiji. Kitendo hicho cha mtoto mwokota mipira kumwaga maji, kuondoka na taulo na washabiki wa Simba kurusha chupa vinatafsiriwa kutokuwa vya kiungwana. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya 2 kuhusu udhibiti kwa klabu. Mashabiki wa klabu ya Simba Omari maarufu kwa jina la Bomba amefungiwa kuingia viwanjani kwa vipindi vya miezi 12 kwa kosa la kufanya fujo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo vya timu ya Dodoma Jiji, akimhutumu kiongozi wa Dodoma Jiji aliyekuwa ndani ya chumba hicho na imani za kishirikina. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya 2 kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 199 Young Africans 3 Namungo FC 1. Mashabiki wa Young Africans Baraka Sheki Mweri maarufu kwa jina la Baraka Yanga na Abdurrahman Saidi maarufu kwa jina la Fumau Mshairi kwa pamoja wamefungiwa kuingia viwanjani kwa kipindi cha miezi mitatu kwa kosa la kukiuka utaratibu maalum wa kuketi viwanjani. Mashabiki hao kwa pamoja wakiwa na tiketi zenye hadhi ya kuketi kwenye jukwaa la VIP walilazimisha kwenda kwenye jukwaa lenye hadhi ya VIP licha kuelekezwa na watu wa tiketi kuwa hawana sifa ya kuketi jukwaa hilo. Mashabiki hao waliruka uzio unaotenganisha maeneo hayo na kwenda jukwaa la VIP kinyume na utaratibu maalum wa uwanjani hapo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47 ibara ya 2 kuhusu udhibiti kwa klabu. Ligi ya Championship ya NBC. Mechi namba 206 Mbuni 0 TMA 1. Klabu ya Mbuni ya mkoani Arusha imetozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kutoheshimu ratiba mtiririko wa matukio, hivyo kuingia uwanjani kwa kuchelewa kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 33 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara 62 kuhusu taratibu za mchezo. Mchezaji wa Mbuni Yunus Lema ametozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kukwepa kupeana mikono na timu mgeni kabla ya mchezo, ili hali ilikuwa ni sehemu ya kikosi cha kwanza. Yunus alielekea kwenye benchi la timu yake wakati ambao timu mgeni na timu mwenyeji walikuwa kipeana mikono kabla ya mchezo kuanza. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 ibara ya 5 ibara ndogo ya 5.4 kuhusu udhibiti kwa wachezaji.
mechi namba 207 African Sports 1 Police Tanzania 3. Klabu ya African Sports ya mkoani Tanga imepewa adhabu ya onyo kali kwa kosa la kuwakilishwa na wawakilishi 4 badala ya wawakilishi 5 kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 2 ibara ndogo ya 2.1. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara 62 kuhusu taratibu za mchezo. Taarifa hii imetolewa na Idara ya Habari na Mawasiliano, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB, Juni 10, 2026.